Napenda kutoa salamu za Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, ambaye kwa mujibu wa ratiba yake alipaswa kuwa hapa, lakini kutokana na majukumu yake kuwa mengi ameshindwa, lakini ameomba nikufikishie salamu hizi, na niombe nikujulishe kwamba nimepokea ujumbe wake muda mfupi uliopita akinijulisha kwamba atafika hapa mchana saa 8 ili aweze kushirikiana na kamati ya mkoa ya ushauri wa kisheria katika kuwasikiliza wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inalo jukumu la kusimamia mawakili wa serikali wote wanaotekeleza majukumu ya kutoa ushauri wa kisheria katika taasisi za umma, ikiwa ni pamoja na serikali na umma kwa ujumla. Mawakili wa serikali wamekuwa wakitekeleza jukumu hilo kwa kutoa huduma hizi za kisheria kwa umma kwa lengo la kupunguza mashauri na malalamiko dhidi ya serikali. Ili kurahisisha usimamizi na utoaji wa ushauri wa kisheria katika mikoa na wilaya, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilitoa mwongozo wa huduma za ushauri wa kisheria katika mikoa na wilaya unaoanzisha kamati za ushauri za kisheria za mikoa na wilaya kwa mujibu wa kifungu cha 31 cha sheria ya utekelezaji wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, malengo ya kamati hizi pamoja na mambo mengine ni kupunguza mashauri yasiyo ya lazima dhidi ya serikali na kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi, kuwawezesha mawakili wa serikali kusimamia utawala wa sheria katika maeneo yao, lakini pia kutoa huduma elekezi na wezeshi kwa wananchi na kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi, kushughulikia changamoto mbalimbali za kisheria katika maeneo yao wanayoishi. Kwa kifupi, hizi ni kamati zenu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na waheshimiwa wakuu wa wilaya. Niwasihi na kuwaomba kabisa kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali itashirikiana pamoja nanyi. Kwa hiyo ninawaomba mzitumie kuwasaidia wananchi kutatua kero zao, ili ninyi mbaki kusimamia miradi ya maendeleo na shughuli nyingine za kiuchumi katika maeneo yenu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kamati hizi zimeundwa na mawakili wa serikali waliopo katika maeneo yao. Aidha, wajumbe wa kamati hizo watakuwa wa kudumu mpaka watakapohamishwa, kustaafu au kustaafu, kwani wanaingia kwa nafasi zao. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilianzisha kliniki za kisheria ambazo ni zao la matakwa ya ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inaelekeza jukumu la serikali kuwajibika kwa wananchi. Pia utekelezaji wa maelekezo ambayo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa akielekeza viongozi wa serikali kushughulikia na kuzipatia ufumbuzi kero za wananchi. Hivyo basi, kliniki za kisheria zimelenga kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi, ambazo zitasaidia kuongeza utengamano na utulivu katika jamii na kuchochea maendeleo ya jamii kwa taifa kwa ujumla, na pia kuwaongoza wananchi katika taratibu za kupata haki zao pale zinapovunjwa au zinapoonekana kuelekea kuvunjwa, na kudumisha utawala bora kwa kuimarisha utawala wa sheria nchini. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa kamati hizi zimezinduliwa katika mikoa minne ambayo ni mkoa wa Dodoma, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Singida, mkoa wa Manyara na Simiyu. Na katika mikoa hiyo jumla ya wananchi waliopata huduma za ushauri wa kisheria ni 5815, na vile vile migogoro ya ardhi ndiyo inayoongoza ikifuatiwa na migogoro ya mirathi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hii ni kwa mujibu wa takwimu tunazozikusanya kwa kushirikiana na wizara kupitia kampeni ya Mama Samia Legal Aid inayoendeshwa na wizara kwa kushirikiana na wanasheria wote hapa nchini. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kamati hizi zimekuwa msaada mkubwa kwa wananchi na serikali, na tunatarajia kufikia wananchi zaidi katika maeneo yao hasa ya vijijini, ambako huduma za kisheria zimekuwa zikipatikana kwa gharama kubwa, na kwa wakati mwingine imekuwa ngumu kupata huduma za kisheria katika baadhi ya maeneo.
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitoe wito kwa mawakili na viongozi pamoja na wananchi kwamba mawakili wa serikali ambao kwa nafasi zao ni viongozi au wajumbe wa kamati hizi kujitoa kwa weledi katika kusikiliza malalamiko na kuyatafutia suluhu kwa umahiri mkubwa, na kwa yale ambayo yanahitaji kufikishwa kwenye ofisi za serikali, basi wananchi hao waweze kuelekezwa ipasavyo kuchukua mkondo wa kisheria pale ambapo inabidi kufanya hivyo, na kwa yale ambayo yanafaa kumalizwa kwa kukutanisha pande mbili hizo na kutumia mbinu ya usuluhishi, basi njia hizo zinaweza kutumika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, jambo lingine ni kwa wananchi kuzitumia kamati hizi kikamilifu ambazo leo hii tutaizindua, na zitakuwa na jukumu la kupokea na kutatua malalamiko yao au kutoa hoja za kisheria zitakazowasilishwa na wananchi, kuzifikisha ndani ya serikali na kuzitafutia suluhu ya kudumu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, napenda kumaliza salamu zangu fupi za utangulizi kwa kuiomba ofisi yako na ofisi ya wakuu wa mikoa kuendelea kutoa ushirikiano kwa kamati itakayozinduliwa leo ili iweze kutekeleza majukumu yake na kuisaidia ofisi yako na ofisi ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya katika kutekeleza utawala wa sheria nchini, ikiwa ni chachu ya maendeleo ya nchi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba kuwasilisha, na baada ya salamu hizo za utangulizi, kwa heshima na taadhima, naomba kuwasilisha. Asante sana.